Hebu nisaidie kwa hama kocha ambao waliwahi kupita Simba, umemtolea mfano Zolan Maki, tumemtolea mfano Abdelhak Benshika, moja kati ya makocha ambao walikuwa na profile kubwa sana, lakini hawakuweza kuipeleka Simba kule ambapo imefika sasa hivi. Ameingia, tuanze mfano kwa Sven van der Broek, wakati anakuja Simba. Alikuwa na aina ya mpira ambao ulivutia mashabiki wengi sana wa Simba. Lilikuwa ni jukumu lake la kwanza kubwa ambalo analishika, ukiachana na kule timu ya taifa ya Zambia alipokaa kule akiwa msaidizi, lakini anakuwa ni kocha kamili kwenye kikosi ambacho anaweza akafanya maamuzi. Alibadilisha upepo sana wa Simba. Anafuata kocha Fadlu Davis, nilimtolea mfano Fadlu Davis ambaye alikuwa hana jina kwenye soka la Afrika licha kwamba alikuwa ni msaidizi Morocco, amehusika kule kwenye ligi ya Morocco, lakini anachukuliwa anakuja Simba anakabidhiwa jukumu lake moja kwa moja. Ni kwamba makocha ambao bado hawajatengeneza majina kwenye soka la Afrika ama kwenye soka la dunia ni rahisi sana kufanikiwa wakipewa project. Sawa, inaweza kaa sawa kwa sababu ya vitu viwili vya msingi ambavyo naweza nikavingamua kwenye swali lako. Kitu cha kwanza, anakuwa na njaa ya mafanikio. Kwa sababu sehemu ambayo ametoka bado alikuwa hana mamlaka ya juu zaidi kufanya mambo ambayo anayataka. Anafanya chini ya kivuli. Kwa hiyo unapopata mamlaka ya wewe kuwa top, maana yake kitu ambacho unakigenerate kinatoka zaidi kwenye kichwa chako kwenda kwa msaidizi na watu wote ambao wanakuzunguka. Kwa hiyo wewe ndio una overseas, yani wewe ndio unasimamia kila kitu. Njaa mafanikio inakuja katika hayo mazingira kwamba unataka kuprove. Umepewa nafasi, unaonyesha ni kitu gani. Kwa hiyo kwenye kuonyesha sasa ndio tunaangalia mwenendo kwenye timu ambayo unafanya kazi. Ndio hapo unarudi kwa Van der Broek, unarudi kwa Fadlu Davids. Kila ambacho walikifanya. Total football ambayo ilikuwa inachezwa ya Sven, nadhani kila mtu alikuwa anaona. Huyu sasa hivi amekuja ndani ya muda mfupi, unaona kuna kitu ambacho kimebadilika, anairudisha Simba kwenye total football. Yaani ule mpira wa pasi fupi fupi ambao ndio identity ya Simba ndani ya muda mfupi. Sasa ukiangalia maana yake tayari anaanza kuprove au amesha prove mpaka sasa hivi kwamba ile dhana ya kusimama kama kocha msaidizi, sasa hivi ni kocha mkuu nafanya mimi, maana yake nitaonekana mimi zaidi. For instance, Anicet Makiadi hakuwahi kuwa kocha mkuu sehemu zote alizotoka. AS Vita alikuwa chini ya Florent Ibenge. AS Simba alikuwa kocha msaidizi na AS Maniema alikuwa kocha msaidizi. Amekuja Tanzania pia hakuwa kocha mkuu. Francis Kimanzi alipotolewa Tabora United akakabidhiwa timu. Kwa mazingira ya kawaida, kwa kocha namna ile na timu aliyokuwa anaisimamia, ukiangalia daraja, angalia alichokifanya kwenye michezo ambayo ameisimamia Tabora. Lakini ukianza kuuliza kwamba alikuwa kocha mkuu, unasema hapana. Kwa nini? Amepata nafasi ya kusimama kama kocha mkuu, anaonyesha namna gani anaweza kufanya kwa ubora. Kwa hiyo kuna mazingira fulani ya ukiwa na shauku ya kufanya kitu kwa ubora, maana yake inakupush kama kuandaa kitu kikubwa, kwa sababu hauna mtu ambaye labda anaweza akasema wewe ni bora zaidi, lakini inabidi uonyeshe, uandae njia ambayo itasababisha ilete mjadala. Sasa kwa mfano sasa hivi profile ya makocha wengi ambao wamepita Simba, inawezekana wengi walikuwa juu zaidi ya Fadlu Davids. Lakini angalia yeye alichokifanya. Kuna swali jingine ambalo uliuliza mwanzo kwa Rashidi. Angalia generation ya Simba ambayo ilifeli mara nyingi kufika hatua hizi. Ina wachezaji wengi ambao walikuwa kikaa benchi, wanaoanza akitoka mtu akiingia, huoni mpishano mkubwa wa kiwango. Lakini